meeting badala leta hapa kwenu. Yeye ameenda kufanya kwa ofisi ya Balo huko. Matayarisho ya elimu tunataka kuangalia serikali yetu, hatua ile serikali yetu ya ugatuzi. Wanakuwa vile uta-identify the target. Kila sehemu ambayo ilikuwa imetengwa ya kupitisha maji kuflow kwa River Tana ndio sehemu watu wanakimbilia sasa kudevelop. So sasa Madogo hii kwa wakati huu tuko kwa hatari sana, kwa sababu sasa hii maji ambayo inatarajiwa, hii mvua ambayo inatarajiwa ikinyesha, Madogo ina matarajio ya kuzama. Huwa maji ya laga ikija wakati wa mafuriko tunakuwa affected, kwa sababu most cases watu wanajenga kwa laga na maji ikija pia inakosa direction, mahali ya kuflow inakosa, inaingia kwa manyumba za watu na biashara za watu pia. Unapata watu wamesombwa na maji, watu wameathirika, wanatolewa kwa nyumba. So sisi tunalalamika, ndio county government wamejaribu kujenga drainage, lakini hizo drainage pia watu wanainterfere. Huku yote inafurika maji, tunakosa mahali ya kukaa. Inabidi tunafunga biashara zetu na tunaenda kwa manyumba. Sasa hii tumesikia kwamba kuna mvua inakuja El Nino na hatujui sasa sisi tutapatikana wapi na hiyo mvua. Ndio hata nyinyi wenyewe mkiangalia serikali yetu ya Kenya, angalieni ile mahali tuko sasa hii. Mvua ikinyesha, maji inatafakaa, inzi zinaingia huku yote, inakuwa sisi wenyewe hata afya yetu tuko hali mbaya na watoto. Tunasema kwamba hii El Nino inapokuja hatuoni hata shughuli ambazo zinaendelea kutoka kwa serikali ya ugatuzi ya Tana River ya ambao inaonyesha kwamba sasa unaweza amba mahali tuko hapa sasa hizi ni laga. Na ukiangalia sasa imekuwa ni madenge. Hii madenge inaashiria kwamba hizo nini ambao barabara za maji zinafungwa kwa sababu maji zinawekwa, misuti ndio zinawekwa katikati hapo, they are not cleared. Hakuna nafasi space ya kuwezesha maji kutembea vile inatakana. Ukienda kwa zile drainage system unapata pia ziko blocked. So na hatuoni wale wafanyikazi kutoka kwa special programs za Tana River, ugatuzi la serikali ya Tana River County, ambao wako on the ground kujaribu kuhamasisha jamii na kuwaeleza kwamba kukitokea madhara ya El Nino ambayo sasa tunaambiwa inakaribia sana, itafanyika namna gani.